Hali gani mpenzi mfuatiliaji wa Jida Media, mimi ni Msafi Pro. Kiongozi wa Korea Kaskazini adaiwa kumwandaa binti yake kurithi mikoba ya urais na dunia ya tafakari hatua hiyo. Taarifa zinazosambaa katika vyombo mbalimbali vya habari kimataifa zinaeleza kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un aka Kiduku anadaiwa kuanza mchakato wa kumwandaa binti yake kuwa mrithi wa uongozi wa juu wa taifa hilo, jambo lililozua mjadala mpana ndani ya nje ya nchi hiyo yenye mfumo wa kipekee wa uongozi wa kifamilia. Ingawa hakuna tamko rasmi kutoka serikali ya Korea Kaskazini linalothibitisha uteuzi wa moja kwa moja, wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa kuonekana mara kwa mara kwa binti huyo na Kim Jong-un katika matukio nyeti ya kitaifa ni ishara tosha ya maandalizi ya urithi wa madaraka siku za usoni. Hatua hii inaendana na historia ya nchi hiyo ambapo uongozi umekuwa ukithibitishwa ndani ya familia moja kwa vizazi kadhaa. Ndani ya Korea Kaskazini, suala hili linaelezwa kupokelewa kwa tahadhari kubwa, huku wananchi wengi wakiwa hawana nafasi ya kutoa maoni yao hadharani kutokana na mfumo mkali wa kisiasa. Hata hivyo, kwa mjibu wa wachambuzi, lengo kuu la hatua hiyo ni kuhakikisha udhibiti wa madaraka na kuzuia migogoro ya ndani pindi mabadiliko ya uongozi yatakapofika. Kwa ujumla, madai ya Kim Jong-un kumwandaa binti yake kuwa mrithi wa uongozi yameongeza mjadala mpana kuhusu mustakabali wa Korea Kaskazini. Dunia inaendelea kusubiri iwapo hatua hiyo itathibitishwa rasmi au itaendelea kubaki kuwa kama tetesi zenye uzito wa kisiasa. Kwa upande wa jumuiya ya kimataifa, taarifa hizi zimezua hisia mseto. Baadhi ya mataifa yanaona hatua hiyo kama mwendelezo wa siasa za kifamilia zisizofuata misingi ya kidemokrasia, huku wengine wakiamini kuwa ni mkakati wa Korea Kaskazini kulinda mfumo wake wa kiutawala na usalama wa taifa. Masuala ya usalama wa kikanda, silaha za nyuklia na mahusiano ya kidiplomasia yanaendelea kuifanya nchi hiyo kuwa nchi ya macho ya dunia. Mimi ni Msafi Pro wa Jida Media. Asalia na Mwenyezi Mungu, uwe na wakati mwema. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.